Wakorintho wa pili mlango wa 10. Wakorintho wa pili mlango wa 10 tumeshika? Okay. Mstari ule wa 3. Nitaanza afu nitawaomba nyie msome mstari wa 4. Mstari wa 3 unasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Sasa nitawaomba nyie msome mstari wa 4. 1 2 3 go. Hebu turudie kwa nguvu tena. Okay. Na nguvu ya roho. Hebu turudie kwa nguvu ya rohoni. 1 2 3 go. Haleluya. Anasema maana silaha za vita vyetu si za mwili. Japo tunakaa kwenye mwili. Japo tunatoa sauti kwenye mwili. Lakini hiyo sauti tunatoa kwenye mwili sio silaha ya vita vyetu. Ila silaha ya vita vyetu bali zina uwezo katika Mungu. Hapa hasemi kwamba Mungu anatupa silaha. Kwenye huo mstari hasemi Mungu anatupa silaha. Ila anasema silaha tulizonazo sisi zina uwezo katika nani? Katika Mungu. Kwa hiyo kelele tunayopiga kama ni Mungu ametuambia tupige, ina nguvu katika nani? Katika Mungu. Kwa hiyo wakati wanapiga ile kelele we, ingekuwa haina nguvu katika Mungu, kusingetokea kitu. Lakini kwa sababu ile kelele ilikuwa ni silaha ya kwamba tunaishi katika mwili, lakini kwa sababu Mungu ameielekeza, Mungu katika ulimwengu wa roho anaweka nguvu zake kwenye ile kelele. Kwa hiyo ukutoka dondoka. Haleluya. Kwa hiyo ndio maana ya kutuambia kwamba silaha za vita vyetu siku zote zina nguvu katika Mungu, hata kuangusha ngome. Na hizi ngome alikuwa ameonyesha ule mfano wa ngome za Yeriko zilivyoanguka. Anataka kutuambia kwamba hebu angalia ngome za Yeriko zilivyoanguka. Uliona bomu la nyuklia pale? Uliona bomu la TNT pale? Uliona mashini gani pale? Uliona kifaru pale? Haukuona. Kifaru ni silaha za kwenye mwili. Tuko pamoja kanisa la Mungu? Bomu la nyuklia ni silaha za kwenye mwili. Masururu na nini za kuangusha ngome ni silaha za kwenye mwili. Sasa yeye anasema hatukutumia silaha za mwili pale tulitumia silaha ya kwenye mwili ambayo ina uwezo katika nani? Katika Mungu. Kwa hiyo ni lazima hiyo silaha aielekeze Mungu. Akishaielekeza Mungu haiwi ya kwako tena. Inakuwa ni silaha ya Mungu alimeichagua na ina uwezo katika nani? Katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo niongee kidogo hapa kuhusiana sasa na huduma tunaendelea nayo, maombi ya kufunga na hasa kipekee kufunga. Anasema kwamba maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Anachotaka kutuambia hapa ni kwamba kweli tunakaa katika mwili kama wanadamu. Kwa hiyo watu wakituona na miguu miwili inatembea, wataona na mikono inafanya hivi, kwa sababu watasema kuna mtu yuko pale. Hata kama ulikuwa unatembea njiani peke yako na ni pengine ni usiku, ni mazingira ambayo ya kipweke sana, ile unatembea ukaona mlokole, wewe hujui ni mlokole, ukamwona mtu wa Mungu anatoka kule anaenda kule, sio utasema angalau kuna mtu mmoja nimeshamuona pale, sio utasema hivyo? Sio utasema hivyo? Na utajisikia vizuri kwamba umepata bwana, nimekuwa eneo hili peke yangu, naona mazingira sio mazuri, nimekuona, nimefurahi bwana, safari yako iko ni huko, twende bwana. Kwa hiyo tayari mko pamoja kwa sababu wote mko katika mwili na ni wanadamu. Amen. Lakini kumbe wewe ni mtumishi wa Mungu, silaha vita yako upigani katika mwili. Lakini huyu pengine yeye sio mtumishi wa Mungu, huyu aliyekusimamisha yeye ni mwanadamu. Kwa hiyo yeye pale ana mshale, ana lirungu, kwa sababu yuko peke yake, alikuwa anatembea na hizo silaha. Wewe hauna hiyo silaha.
Lakini kukitokea mazingira yote, wewe unatumia silaha za kwenye ulimwengu wa roho. Amen. Unatumia silaha za kwenye ulimwengu wa roho, na yeye analo rungu lake, si ndio jamani? Kwa hiyo kila silaha itafanya kwa sehemu yake. Hii rungu inaweza ikafanya kwa sehemu, lakini haifui dafu ukilinganisha na yule anayetumia silaha ya kwenye ulimwengu wa roho. Tuko pamoja, kanisa la Mungu? Sasa anaendelea anasema hapa, ambapo tumeshasema kwamba silaha zetu zinaweza katika Mungu. Nataka tuone kipengele hicho, anasema hata kuangusha ngome. Sasa hebu tuone hizi ngome dakika 5 tu, afu tuingie kwenye maombi ya leo. Anasema mstari wa 5, tukiangusha mawazo. Hebu sema mawazo. Ni wangapi wanafahamu mawazo hapa, watumishi wa Mungu? Mnafahamu mawazo? Ni wangapi wana mawazo yanazunguka ndani yao sasa hivi? Hayakosi. Yaani mawazo kutembea kichwani ni ishara kwamba uko hai. Haleluya. Kwa hiyo mawazo saa zote yapo. Hata tunapoongea sasa hivi kuna mwingine limechoropoka limeenda kule mbali, wala aliko tena hapa. Lakini hivyo sema hivi umeshtuka umerudisha. Ni mawazo yako kazini. Haleluya. Sasa lakini anasema tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikira ipate kumtii Kristo. Haleluya. Mtumishi aliyekuwa anatuongoza maombi hapa amekumbushia maadui watatu ambao watumishi wa Mungu wa Kristo tunapambana nao: Ibilisi, dunia na mwili. Na hiki tulichoongea hapa kiko kwenye yule adui wa pili, adui wa mwili. Yuko kwenye adui wa mwili. Na kitu cha kujua tu ni kwamba adui wa mwili na dunia viko karibu sana. Ni mtu na kaka yake, ni mtu au mtu na dada yake, yaani viko karibu mno. Adui dunia na adui mwili ni kama wako kitu kimoja. Na kimsingi hata adui shetani naye anapitia humo. Lakini mahali pa kushughulika ukatoboa na ukawa umetoboa jumla ni kwenye huyu adui wa mwili. Na huyu adui wa mwili leo tunaonyeshwa nguvu yake iko wapi na silaha zake ziko wapi. Tunaonyeshwa kwamba nguvu yake na silaha zake ziko kwenye mawazo. Haleluya. Ziko kwenye mawazo, ambayo hayo mawazo mengine yanajiinua juu ya elimu ya Mungu. Kwa hiyo Mungu ni roho, na neno lake linakuja kwetu kama neno la kiroho. Linapofika ndani yetu linakutana na mawazo yako. Mawazo yako yanakuwa ni ngome kama yamejiinua kinyume cha elimu ya Mungu. Kwa neno la Mungu linakuja, linataka kuingia, linapambana na ngome. Maelekezo ya Mungu yanakuja, yanapambana na ngome. Kwa hiyo kama mafundisho ya kimungu au neno la Mungu au maelekezo ya kimungu yanataka kuingia yakipambana na ngome ya mawazo yako, uwe na uhakika lile halitafanya kitu. Yesu akasema siku moja, akasema mmelifanya neno la Mungu kutokuwa na uwezo wa kufanya chochote kwa sababu ya mapokeo ya wazee wenu. Mapokeo ya wazee wenu yalikuja kama mawazo, yanapokelewa huko, yanajenga ngome. Unasema bwana, kwa kawaida tuko hivi, kwa kawaida sisi watu tunaenda hivi. Hiyo ni ngome inasimama. Mafundisho mapya ya neno la Mungu yanakuja, yana bounce, unabaki na msimamo ule ule. Kwa hiyo anasema tukiangusha mawazo na kila kilichoinuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu, tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Kwa hiyo ndani yetu haya mawazo yamejenga fikra. Fikra ni msimamo, au fikra ni mawazo mgando. Hebu sema mawazo mgando. Mawazo mgando ambayo hata mtu akiamka usingizini, ukimuuliza atasema hicho hicho. Yaani amesha ganda. Sasa Biblia hapa inatuambia tuna uwezo, hizo nguvu, silaha zenye uwezo katika Mungu zina uwezo wa kuangusha mawazo mgando, ambayo mawazo mgando yanaitwa fikra, na kwa ile lugha nyingine wanaita mindset. Kwa hiyo hayo yasiyoshughulikiwa huwezi kuongozwa na roho.
ni masomo mengine tutayaona vizuri mbele ya safari, kwa sababu ndio somo tuloitiwa la kuongozwa na Roho. Lakini uwe na uhakika, adui mkubwa wa kutuzuia kuongozwa na Roho ni mawazo mgando au fikra za kale. Mawazo mgando ni mazuri kama ni fikra za Roho, na uzuri wa fikra za Roho hazigandi, kwa sababu Mungu yeye utukufu hata imani hata neema hata. Kwa hiyo kwa Mungu mawazo yake sio mgando, lakini ni fikra za kimungu zinaitwa. Haleluya. Ndio maana siendi huko sasa hivi, lakini ukienda kwa mfano wa Rumi mlango wa 8 pale utakuta akisema kwamba nia ya mwili ni mauti, lakini nia ya roho ni uzima na amani. Ile nia ndio fikra, ndio mawazo mgando. Kwa hiyo fikra ya mwili inaelekea kwenye mauti, fikra ya roho inaenda kwenye uzima na amani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa nini nikagusia hapa? Nimegusia hapa kwa sababu maombi ya kufunga yanashughulikia sana eneo hili, yanashughulikia sana ngome za mawazo, ngome zilizosimama imara, zinapingana na kila kilicho cha kimungu. Maombi ya kufunga yanashughulika sana na eneo hili. Kama kuna eneo ambalo litasurubiwa na kushughulikiwa vizuri, ni eneo la mawazo yanayopingana na elimu ya Mungu. Mawazo mgando ambayo yanakuzuia Roho kukuongoza yanashughulikiwa katika maombi ya kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nikawatia moyo kwamba isiwe ni kufunga tu, uwe na muda wa kusoma neno. Hata kama utatafakari mistari michache, lakini ukaitafakari kwa kina, kwa utulivu, Roho Mtakatifu atakuingiza ndani. Lakini ukiona vipi umetafakari, labda muda bado nini, bado unaweza ukaenda kwenye YouTube au kwenye sehemu zako unazotunza video, ukaangalia hapo video ya mafundisho mazuri sana sana ya kanisani kwako. Lakini kama kuna Roho Mtakatifu atakuongoza kwa mtumishi ambaye anaendana na namna ambavyo amekuita kutembea, unaisikiliza. Kwa hiyo unasikiliza mafundisho ya namna hiyo, yanaendelea kukujenga, yanaendelea kubomoa zile ngome, Kwa mfano hata wakati tunaanza Jumatatu, inawezekana kuna mtu mwingine aliona kufunga huko kutawezekana kweli. Lakini leo tuko siku ya 4, tayari ameshaanza kufurahi, ameona kwamba kumbe inawezekana bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale leo siku ya 4 ni lazima umeshaanza kusikia nguvu fulani ukilinganisha na jana na juzi. Haleluya. Kama ulikuwa unafunga sahihi, lakini kama ulikuwa sisi tulibaliana kwamba utumie tu chakula chepesi au uji jioni, au kwa wale wengine maji yanatosha. Kama ulienda kwa uaminifu kwa njia hiyo, leo siku ya 4 tayari mwili umeshaanza kurudishwa nguvu kutokea ndani, sio kutokea kwenye chakula tena. Na bado utaendelea kuona mambo mazuri. Haleluya. Kwa hiyo kitakachoenda nacho leo mpaka Jumamosi kitarudia tena wiki lijalo, kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi tena hivyo hivyo. Haleluya. Ni wangapi wanafurahia saumu mpaka sasa hivi? Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Tunafanya mambo mazuri. Wewe kwa mwaminifu tu, kwa sababu tunatamani tuone vitu vipya kwenye maisha yetu tofauti na huko nyuma. Haleluya. Hamna mahali ambapo uamsho unakuja watu wanakula chips. Uamsho siku zote unakuja watu wakiwa kwenye maombi. Haleluya. Tunapokuwa kwenye maombi ndipo vitu vya kimungu vinazaliwa. Unaposikia kwamba tunatawala pamoja na Kristo, Biblia inasema sehemu nyingine kwa Warumi mlango wa 5 anasema kwamba wale waliopokea kipawa cha haki na wingi wa neema wanatawala katika Kristo katika maisha haya. Amen. Hivi tunavyofanya sasa hivi tunatawala. Yaani hapo ulipo sasa hivi huko unatawala. Unatawala katika ulimwengu wa roho. Kwa jinsi ya mwili umeonekana mdhaifu, lakini wakati unapiga magoti, hata kama unaomba unasema
Yani hiyo ndio silaha zenye uwezo katika Mungu. Inaenda katika ulimwengu wa roho, kuna vitu vinafanyika. Wakati ulipokuwa unashiba na kitambi, unasema katika jina la Yesu, paka watu kule wanasikia, unasema anavipiga vita vya roho. Kumbe katika ulimwengu wa roho haiendi hata, haivuki hata hukuta. Katika ulimwengu kule nje wanatusikia kwa Steve, lakini kwenye ulimwengu wa roho haivuki hata fence, haivuki hata hukuta wa nyumba. Lakini wakati huko kwenye kufunga, wakati umenyongonyea, lakini roho ndio ameshika, unasema tu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hata hapo nje hawasikii. Lakini katika ulimwengu wa roho imevuka kabisa mji wa Geita, imeenda mbali. Hebu tumaadhimishe Mungu kama tunaelewana. Haleluya.